Na Rais William Ruto amezindua afisi ya masuala ya ubunifu katika Ikulu kama sehemu ya kuongeza uwekezaji kwa sekta hiyo. Aidha, rais amelihimiza bunge kufanikisha kupitishwa kwa mswada wa mwaka 2026 kuhusu uchumi bunifu na kuimarisha sheria za haki miliki ili kuwalinda wadau wa sekta hiyo. Kiongozi wa taifa alisema hayo wakati wa hafla ya 14 ya utoaji tuzo za mashindano ya filamu za Kalasha zilizoandaliwa katika kituo cha mikutano ya kimataifa cha Kenyatta, Nairobi. Miongoni mwa washindi ni Michelle Lemuya ambaye alishinda tuzo ya mwigizaji bora wa kike. Washindi kadhaa katika vitengo mbalimbali vya sekta ya filamu walituzwa wakati wa hafla ya 14 ya tuzo za kimataifa za Kalasha zilizoandaliwa katika jumba la mikutano ya kimataifa la KICC jijini Nairobi. Michelle Lemuya ambaye ni mwigizaji mchanga kutoka kaunti ya Turkana alishinda tuzo ya mwigizaji bora wa kike katika kazi yake kuntu kwenye filamu ya Nawi, akijulikana kwa jina Nawi. Thank you so much to everyone who voted for this girl from Turkana. Thank you for giving me a chance. Where I come from, girls don't get to come this far due to the patriarchy in my society, and I'm very grateful for the far I've come. Thank you to all my supporters. Thank you to my mom, my siblings. Filamu ya Nawi iliyotayarishwa kwa uelekezi wake Brizan Were ilitambuliwa kuwa filamu bora kwenye hafla hii. John Sibi Okumu alijizolea tuzo ya mwigizaji bora wa kiume kwenye maigizo ya runinga katika wajibu wake akiwa Joe kwenye filamu ya Cash Money. Tuzo ya gwiji wa kike wa maigizo ya runinga ilimwendea June Njenga kwa wajibu wake akiwa Shiku katika kipindi cha Big Girl Small World kilichoonyeshwa kwenye jukwaa la Showmax mwezi Mei mwaka 2024. Omar Hamza alijishindia tuzo ya mwelekezi bora wa filamu fupi baada ya kubobea kwenye filamu fupi Sukari kama Cash Money, kipindi cha runinga kilichoonyeshwa kwenye jukwaa la Netflix mnamo Januari 31 mwaka 2025 kwa uelekezi wa Philippe Bresson na Grace Kahaki, iliyong'aa katika kitengo cha maonyesho ya runinga. Washindi wengine ni pamoja na John Karanja aliyetunukiwa tuzo ya ufanisi wa maisha katika kutambua mchango wake wa miaka 30 kwa sekta ya filamu hapa nchini. Shiksha Aurora alituzwa kwa ubunifu wake wa mwaka wenye kuleta manufaa makubwa. Rais William Ruto aliyehudhuria hafla hiyo ya kufana aliwatunuku shilingi $500,000 kila mshindi na akakariri kujitolea kwa serikali kuhakikisha kila msanii anatambuliwa, kulindwa na kutuzwa. I urge Parliament to fast track the Creative Economy Bill 2026 and strengthen copyright laws so that our artists are not only celebrated but also safeguarded and funded. Rais aliongeza kuwa mipango inaendelea kuelekeza 30% ya matangazo ya serikali kwa majukwaa ya kiubunifu. I have established a Creative Economy Office at State House. This is because it is a priority, a commitment to the creative sector and not an afterthought. We have a clear and unambiguous role to position Nairobi as the creative capital of Africa. Tilio Marco, Darubini Wikendi.